Wana michezo, karibu sana, ni siku nyingine tena tunaendelea kuzungumza kimichezo. Majina yangu ni Memorasia Sylvester, nyuma kamera ni Wilvin Trend, na tunaendelea kuzungumza kimichezo kutokea hapa kwenye studio zetu ambazo zinapatikana hapa Tabata Segerea. Na leo bwana, nikukumbushe tu habari njema kutoka Neika Food Point. Hawa ni mabingwa wa kuuza juice lakini bite na coffee. Kama unahitaji fika pale Tabata, karibu na around about pale Tabata Mbuyuni kwa ajili ya kujipatia huduma iliyo bora kabisa. Kubwa zaidi ni kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo mchezo ambao unatazamiwa na unazungumzwa kwa asilimia kubwa kwenye mitandao ya kijamii ni mchezo kati ya Mashujaa FC dhidi ya Young Africans, mchezo ambao utachezwa kule mkoani Kigoma kwenye uwanja wa Lake Tanganyika tarehe 13 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Na tunavyozungumza hivi sasa, kikosi cha Yanga tayari kimeshawasili kule mkoani Kigoma tayari kwa ajili ya maandalizi yote kuelekea kwenye huo mchezo. Bila shaka unataka kufahamu nini ambacho kinaendelea kule mkoani Kigoma? Tunaungana kwa sasa na kuzungumza na msemaji wa timu ya Mashujaa FC, atueleze namna ambavyo maandalizi yako kwa kikosi chao, lakini mipango ikoje, kwa sababu tayari wapinzani wao wameshawasili kule mkoani Kigoma kwa ajili ya maandalizi kuelekea kwenye huo mchezo. Msemaji wa timu hiyo ambaye ni Steven Ndorobo atatueleza kila ambacho kinaendelea kwa sasa, hali ya wachezaji ikoje, lakini pia mipango kuelekea kwenye huo mchezo, nini ambacho wameplani kukifanya. Kumbuka mchezo huu ni mchezo mkubwa ambao unataraji kuwa na watu wengi ama watazamaji wengi kuelekea kwenye huo mchezo. Kwa muda wa sasa tuungane naye kwa ajili ya kutueleza kila ambacho kinaendelea na maandalizi kwa ujumla kuelekea kwenye huo mchezo. Semaji. Yes, mambo. Safi, habari za asubuhi. Habari za asubuhi njema, habari ya kwako? Njema kabisa, habari za Kigoma? Habari za Kigoma, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sijui habari za studio? Tuko salama kabisa. Bila shaka wageni wenu mmewapokea vizuri? Wamepokelewa na mashabiki wao, si hatuwezi kuwapokea. Wamepokelewa na mashabiki wao. Kwa hiyo tumeona videos na tembea kwamba wameshafika, sisi tunawakaribisha. Kigoma ni njema, imetulia, atakaye na aje. Kigoma ni njema. Sawa, tuambie mipango yenu, lakini pia maandalizi kuelekea kwenye huo mchezo, nini ambacho umekiplani kukifanya kwenye mchezo mkubwa ambao unatarajiwa kutazama na watu wengi kweli kweli kutoka ndani lakini pia nje ya Tanzania hapa. Kwanza mchezo ni utakuwa mgumu kwa maana ya dakika 90 za ndani ya uwanja kutokana na nafasi za timu zote mbili ambazo tupo. Lakini pia mahitaji ya timu zote mbili. Sisi tuko nafasi ya 11 kwenye msimamo wa ligi kuu NBC Tanzania bara. Ndiyo. Na tunatakiwa kupata ushindi ili tuweze kusogea juu zaidi ili kujiweka salama na pengine kuepuka kucheza playoff. Ndicho ambacho tunakipambania, lakini wao Yanga wako juu, wanapambana kuweza kuchukua ubingwa. Sasa kwetu sisi hatuwezi kuwa daraja la kuwafanya Yanga wakachukua ubingwa vipesi. Unajua watu wengi wanaamini ni kana kwamba Yanga anakuja tu Kigoma, anafika anachukua alama 3 alafu anageuka kama ilivyozoeleka, kitu ambacho sio sawa sawa. Kwa hiyo mchezo utakuwa mgumu kwa maana hiyo, nafasi lakini pia mahitaji ya timu zote mbili. Lakini kwa upande wetu sisi tumejiandaa vizuri. Morali ya wachezaji ni kubwa, na wao wenyewe ukisikiliza wanakwambia kabisa kwamba tumechoka. Unajua sisi kumfunga Yanga tangu tumepanda daraja, tangu tunacheza naye tuje kupata matokeo dhidi ya Yanga. Kwa hiyo hii inapaswa kuwa mara yetu ya kwanza kuweza kupata matokeo. Na mna kumbukumbu mbaya zaidi mlivyokuja hapa Dar es Salaam, mlipoteza kwa idadi kubwa ya magoli. Bila shaka mnatamani pia kupunguza hilo, na nini ambacho wachezaji wanakizungumza hasa kuelekea kwenye mchezo huo? Sio tu kupunguza idadi ya magoli, tunachokitaka ni kushinda mechi. Ndio maana nikasema anayeweza kwenda kwa mganga wa kienyeji, yani kama kuna mwana Mashujaa anajua akienda kwa mganga wa kienyeji tunashinda mechi, basi na aende. Luksa. Kama kuna mwana Mashujaa akienda kanisani kufanya maombi tunashinda mechi, basi na aende kanisani. Ndio. Kama kuna mwana Mashujaa akienda msikitini kufanya dua tunashinda mechi, basi na aende msikitini. Kwa kila mmoja kwa nafasi yake anapojua anaweza kuisaidia Mashujaa aende. Yaani hata kama wewe unaweza kwenda kutambika kwenye mizimu ya mababu na mababu, nenda ili tushinde mechi.
Na mimi nikwambie, siku zote wanasema siku ya kufa nyani miti yote uteleza, ndio. Yes, kwa hiyo wameshaingia vibaya Kigoma. Tumeona namna ambavyo wameingia, tumeshajua wamepita wapi. Kwa sisi tumejipanga kwa ajili kwamba tunakwenda kuvunja mwiko na historia mbaya dhidi ya Young Africans. Wameingia vibaya, kuna namna walitakiwa waingie ila wao wamekosea, au unamaanisha nini semaji? Unajua unapokwenda katika mji wa mtu lazima upige hodi. Ndio. Wao wameingia kama wenyeji na sisi tumewapokea, ndio maana nakwambia wameingia vibaya. Kwa hiyo haina shida, tumewapokea na tunasubiri kesho kutwa ifike, basi twende tukafanye kile ambacho tumedhamiria kufanya. Hakuna mchezaji hata mmoja anatamani kupoteza mchezo huu. Hivi karibuni tumeona pia kocha mkuu Julio akizungumza baadhi ya maneno kuhusiana na kuelekea kwenye mchezo wenu huo. Bila shaka na yeye anajua ni timu gani ambayo anakwenda kukutana nayo, lakini maneno yake pengine yatawapa pressure wachezaji wenu, watu wengi wanavyokuwa wanazungumza hivyo. Julio always huwa ni mtu wa maneno. Kwa mtu ambaye amefuatilia mpira muda mrefu, kwa watu ambao tumeanza kuangalia mpira tangu miaka hiyo, hakuna mtu anaweza akaingiwa na pressure kwa sababu ya maneno ya kocha. Kocha wetu ana character zaidi ya moja, ni mhamasishaji, at the same time ni mtu ambaye anadili na ufundi, lakini pia ni mfundishaji. Kwa hiyo kumsikia Julio akizungumza imekuwa ni kawaida kwa upande wake, na wachezaji wao wanajua aina ya kocha ambaye wako naye, na wanajua wao kocha hapendaji kupoteza mechi. Anapenda kupata matokeo, na hata mimi sipendi kupoteza mechi kwa sababu nani atakisifa duniani hapa? Kwa sababu najua nikishinda mechi nitasifiwa na kocha akishinda mechi atasifiwa. Kwa mwisho wa siku hawezi akaja kwenye media akamwambia mtu kwamba mimi nakwenda kupoteza mechi. Hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo zaidi ni wachezaji natakaongeza kupambana ili wapambane kuweza kumheshimisha mwalimu. Alikamo yuko huko pia, jiandae kumpokea kwa ukarimu. Aje japo akija Kigoma mara nyingi huwa anakuwa muoga sana. Lakini sisi tumkaribishe kama ambavyo nimesema, Kigoma ni salama. Atakaye na aje. Sisi huku tuko magharibi mwa Tanzania. Kutoka Kigoma hakuna mkoa mwingine wote ambao unaingia, zaidi unaenda nchi za watu. Kwa hiyo sisi tuko vizuri, namkaribisha sana Kigoma. Nafikiri sio mara yake ya kwanza, ameshakuja mara kadhaa. Lakini kwa maana ya kuondoka na alama 3 ni jambo ambalo sio la kirahisi kama ambavyo nafikiri. Na kuna maneno yanaendelea huko. Maneno gani tena? Sisi ni tawi la Yanga. Sisi hatujawahi kuwa tawi la Yanga. Na hatutawahi kuwa tawi la Yanga. Na hakuna fedha Yanga wanaweza wakatuunga sisi tuachie mechi washinde. Kwa hiyo yanabaki kuwa ni maneno, na hicho ndo ambacho tunataka kwenda kukifuta katika mchezo wa picha. Kwenda kufuta ile wanaosema kwamba nyie ni tawi la Yanga. Hicho ndo tukitaka. Kama kuna kitu kinatuuma Tanzania ni kuaminisha wananchi, kuaminisha Watanzania kwamba Mashujaa ni tawi la Yanga kwa sababu ya udhamini wetu wa GSM. Hicho kitu ndo tunachotaka kwenda kufuta huo uteja, na hicho kitu ndo tunachotaka kwenda kukithibitisha siku ya Jumamosi. Na always mimi wanasema Mashujaa ndio kipimo cha timu nyingi za ligi kuu au uwanja wa Tanganyika. Sisi ndio ambao tuna verify ubora wa timu. Kwa hiyo alikuja hapa Simba papatu akapata goli 3 akaondoka. Semaji papatu ile semaji. Sasa hivi ni zamu ya kumverify Young Africans. Sawa, una lipi la kuzungumza na wanatanganyika hapo kuelekea kwenye huo mchezo, lakini pia watu ambao watakuja kutazama mchezo wenu pale siku ya Jumamosi? Kuhusu kujaza uwanja hilo sina shaka nalo, lakini kubwa zaidi ambalo wanapaswa kulitambua, wa msikitini ende msikitini, wa kanisani ende kanisani, wa kwa mganga ende kwa mganga. Tunataka point 3 dhidi ya Yanga. Nikushukuru sana Steven. Asante. Sawa, hayo ni maneno ya msemaji wa klabu ya Mashujaa FC na tambo zake kuelekea kwenye mchezo wao dhidi ya Yanga ambao utachezwa siku ya Jumamosi kuanzia saa 10:15 kwenye dimba la Lake Tanganyika kule mkoani Kigoma. Kwa leo ni hayo kuhusiana na mchezo wa ligi kuu ya NBC ambapo tarehe 13 Yanga atakaribishwa na Mashujaa FC kule mkoani Kigoma. Ni kuache na hayo mpaka wakati mwingine. Hii ni Ava TV, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa jina hilo hilo la Ava TV.